ukitazama jinsi Mungu ametenda juu ya maisha yako, ile tu pumzi ambayo uko nayo ni jambo la muhimu sana, kwa sababu hakuna anayeweza kuongeza pumzi. Iwe nani, waganga au madaktari wanajaribu, kwa sababu mkono wa Mungu bado uko pale, mtu ataishi. Lakini Mungu akitoa mkono, hakuna awezaye kuzuia. Kwa hiyo tunayo sababu ya kumuinua Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Tunaendelea na somo letu, habari za siku za mwisho. Lazima tufunze somo hili. Lazima tufunze hili somo kwa sababu tunaishi nyakati za mwisho na tunaishi nyakati za kumalizia. Ni somo kiasi linaweza kunipiga mimi na linaweza kukupiga wewe, lakini tuchukuliane katika somo hili. Bwana Yesu asifiwe. Na tunapofunza maneno haya, inanihubiri mimi, inahubiri mtu mwingine. Kwa hiyo siko hapa kwa ajili ya kupiga watu, siko hapa kwa sababu ya kukebei watu, lakini niko hapa kusema maneno ya Mungu ambayo Biblia inazungumza. Siku za mwisho ni siku za hatari. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema manabii wa uongo watatokea. Na napozungumza hiyo, sizungumzi kwa sababu ni mimi nimezungumza, lakini Biblia inazungumza hivyo. Na ninajua ya kuwa katika siku hizi za mwisho, manabii wa kweli wako. Mungu bado anafanya kazi na manabii ambao wamesimama na Mungu. Kwa hiyo unabii huko, tena unabii kamili, manabii ambao wanasema kweli wapo. Lakini hivyo hivyo manabii wa uongo wapo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu atusaidie katika shamba lake tunapomtumikia Mungu. Mungu atusaidie tunapoifanya kazi ya Mungu. Hatuko hapa kupigana, lakini tuko hapa kusema neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati mwingi tunapoihubiri injili, haujifikiriagi mtu, unasikia tu uhubiri. Lakini wakati mwingine watu wanaweza kusema ni wao uliwakusudia, lakini siko hapa kwa sababu ya watu kuwakusudia, lakini niko hapa kwa sababu ya kuhubiri neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kila mtu ambaye anayeona kwa TikTok kipande kifupi ambacho kimechukuliwa kikawekwa, naomba tu nenda kwa YouTube yangu, uende kuangalia mahubiri jinsi nimeanza na nimefika hapo mahali ambapo umepata pafupi. Kwa sababu kuna mtu tu anachukulia neno fupi, lakini ilianzaje? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu atusaidie katika kila jambo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Tunaendelea, tutasoma katika kitabu cha Wathesalonike wa kwanza. Wathesalonike wa kwanza sura 4 na mstari wake wa 15. Kwa kuwa twawaambia haya kwa neno la Bwana, kwamba sisi tulio hai tutakaosalia hata wakati wa kuja kwake Bwana, hakika hatutawatangulia wao waliokwisha kulala mauti. Kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika kuu na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kisha sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu, ili tumlaki Bwana hewani. Hivyo tutakuwa pamoja
na Bwana milele. Amen. Bwana asifiwe. Tunaendelea na somo letu. Tulikuwa tunaona dalili, lakini leo tutaingia kwa nini, sababu gani ya kanisa kunyakuliwa. Mbona kanisa inyakuliwa? Bwana Yesu asifiwe. Lakini ninapoendelea kumalizia zile sababu ambazo tulijifunza, tumesoma katika kitabu hichi cha Wathesalonike sura 4 na mstari wake wa 15. Inazungumza ya kuwa walio hai watabadilishwa. Wakati parapanda itakapolia, Biblia inasema wazi ya kuwa walio hai hawatawatangulia waliokufa. Kila mtu ambaye aliyekufa katika Kristo Yesu, Biblia inasema Yesu atakapokuja kwa mwaliko mkuu na parapanda kubwa, makaburi yatafunguka. Waliokufa katika Kristo ambao wamelala watafufuliwa. Watavaa mwili mpya, alafu wao watakuwa wa kwanza kumlaki Bwana mawinguni. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kila aliyefariki ambaye unamjua alitembea na Mungu siku ile, Biblia inasema ya kuwa watatoka katika makaburi. Watatoka katika wafu. Wataenda kumlaki Bwana mawinguni. Kumbe kifo sio ndio mwisho wa maisha ya mtu. Wakati mwingi tunapowapeleka watu, ndugu zetu wapendwa, tunahuzunika sana kwa sababu tumewapoteza, wamekwenda. Na unapomtazama mtu anapowekwa kwenye kaburi, tumaini limekwisha. Kwa hiyo nikaanza kujifikiria jinsi maisha ya mwanadamu yalivyo. Unaweza kuvaa vizuri, unaweza kuitwa majina makubwa, unaweza kuonekana umepaka perfume unanukia, lakini mwisho wako unapofika, siku moja wanakuweka mahali ambapo padogo sana. Na ulikuwa na jina kubwa, ulikuwa na ufahari mkubwa, ulikuwa na heshima kubwa, lakini unajipata siku moja mtu unawekwa mahali ambapo ulijijengea manyumba ambayo ni makubwa, ukaweka chumba cha kulala kikubwa, kitanda kikubwa, hewa nzuri, ukiangalia huku unaangalia unasikia raha, umejenga nyumba moja huku, nyingine huku, nyingine kule, lakini siku watakupeleka hakuna kitu unaenda nacho. Hakuna kitu unaenda nacho. Halafu nafasi unayowekwa ni ndogo sana, yenye kujibana. Halafu anakuweka kwenye box. Nje inaonekana imeng'ara, lakini ile box zinakuaga ni kitu ambacho ukikiona, ukipita pale Huruma ukiangalia zile box vile zinatengenezwa, ni zile mbao ambazo hazina nguvu kabisa. Ni zile zinatokaga unga hivi. Lakini wanapaka maridadi, wanatengeneza, unaona ni kitu kama cha samani. Lakini watakapoweka udongo siku 2-3, mchwa inaanza kukula. Kwa hiyo wakati mtu anapopelekwa, watu wanasema imefika mwisho. Lakini haiko mwisho, ni mwanzo wa maisha mengine. Mwanzo wa maisha mengine ya mtu uliojichagulia hapa chini ya jua. Bwana asifiwe. Mwanzo wa maisha ambayo kile ambacho ulichokifanya ndicho kitadhihirisha unaenda wapi. Umilele mbinguni, umilele kwa shetani.
Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Biblia inasema ya kuwa waliokufa watatutangulia kwanza. Kwa hiyo hata kama walikuweka ukaonekana umeisha, umeoza mle, baada ya siku kadhaa tumbo linakuwa kubwa, linapasuka mle ndani. Ndio maana mwanadamu anawekwa kwa ile, wanamshusha chini kiasi mle, kwa sababu harufu ni kali. Mwanadamu pasipo pumzi ya Mungu ni kazi bure. Na ndio maana haina haja kuringa, kwa sababu mwanadamu ni kitu bure pasipokuwa neema ya Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo mwanadamu anapoingia mle ndani, tumbo linapasuka papu. Halafu zile vidudu zinakukula. Hakuna mtu pale. Heshima imekwisha. Elimu imeisha. Akili yenye ulikuwa unafikiria una akili nyingi imefika mwisho. Pale ni wakati wa hukumu ya mtu. Ndio maana pua lako linaangalia chini. Inaeneza siku moja, kama Yesu akikawia, utawekwa hivyo kama mwingine. Kwa hiyo haina haja kuishi maisha ya kumkataa Yesu. Hakuna haja ya kuringa duniani pasipokuwa na Yesu. Kwa sababu huo mwili unaoringia siku moja utageuka mavumbi. Ndio maana tunapompeleka mtu tunasema, ulitoka kwa udongo, utarudi kwa udongo. Wanarudisha vumbi. Wewe ni udongo, lakini una nafsi na pumzi ya Mungu ndani yako, ambayo utahukumiwa kwa hiyo. Kwa hiyo Wathesalonike inatuambia ya kuwa waliokufa, ingawaje wanaoza, ingawaje wanaisha, watavaa mwili mwingine si kama huu, mwili mpya. Kwa hiyo aliyekufa baharini atatoka siku hiyo. Waliokufa porini watatoka. Walio makaburini watatoka. Kila mahali kuna nafsi ya mtu. Unajua kuna mahali zingine saizi wamejenga manyumba na ilikuwa ni makaburi. Niliona mahali kwingine kule Burundi. Mahali zamani nikiwa mdogo nilionaga wanafanya nafasi ya makaburi. Lakini ikajaga kuwa ni soko. Wakachimbua, wakatoa, alafu ikageuka soko. Na ikakuwa soko kubwa tu pale. Lakini ilikuwa makaburi zamani. Lakini hata kama kuna soko, kuna mioyo ililala pale, itaamka siku hiyo. Itatoka mahali pale katika jina la Yesu. Biblia inasema ya kuwa watanyakuliwa kwenda mbinguni. Kisha inasema walio wazima ndo sisi tutafata mara ya pili. Manake mara ya kwanza wanatoka wale ambao wanatutangulia ni wafu, watabadilishwa. Alafu sisi tulio hai, tulio salia, ndio hiyo kufumba na kufumbua. Unajipata ulikuwa umelala, unastuka, uko hewani. Lakini hatutaenda na mwili huu. Bwana Yesu asifiwe. Hatutaenda nao. Biblia inasema tutabadilishwa. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tutabadilishwa tufanane na Yesu. Huu mwili kwa nini unabadilishwa? Kwa sababu huu mwili si mwili wa umilele. Huu mwili umebumbwa na udongo, lakini tutavaa mwili mpya, mwili wa utukufu. Huu mwili ni mwili wa kuchoka. Leo unaonekana kijana, lakini kesho utaonekana mzee. Jinsi siku zinaenda, unaamkaga asubuhi, unaona mabadiliko katika mwili wako.
Unajiangalia kwenye kioo unaanza kuona mvi. Unajiangalia kwenye kioo unaanza kuona mafinyanzi. Unajiangalia unasema jana mbona sikukua hivi? Kwa sababu tumevaa mwili ambao ni udongo. Mwili wa kuharibika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unapovaa huu mwili, pigania kupata mwili wa umilele. Mwili ambao hautaumwa tena. Watu wengi tuko hapa tuna maumivu kwa sababu tumevaa mwili wa uchovu. Watu wengi watu wanaumwa, wanateseka. Hata unamkutana hata anayehubiri injili anaweza kuwa anapitia. Tunaishi kwa sababu ya neema ya Mungu tu peke yake. Lakini siku ile kutakapodhihirishwa tena mwana kondoo wa Mungu akija kulichukua kanisa, wote ambao waliotembea pamoja na Kristo, tutavua mwili huu. Tutauvua. Tutavaa mwili wa umilele. Bwana Yesu asifiwe. Mwili hautasikia kiu. Mwili hautasikia uchungu. Mwili hautasikia kuchoka. Na mwili hautabadilika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nakutia moyo mtu wa Mungu, kazana na wokovu. Pamoja na mateso na shida tunayokutana nayo chini ya jua. Lakini siku moja tutabadilishwa. Na siku moja tutavaa mwili wa utukufu ambao hatutalia tena. Biblia inasema ya kuwa katika ule mji yeye Kristo atakuwa taa. Hatutaweka hizi taa tuko nazo. Alafu tutamuona macho kwa macho. Tulimwamini kwa imani, lakini siku ile tutamuona macho kwa macho. Bwana asifiwe. Tutamuona. Kwa hiyo piga moyo konde, ng'ang'ana na wokovu. Licha maumivu, mateso na ziki, lakini endelea kung'ang'ana na Yesu. Bwana asifiwe. Unajua wakati mwingine kuna kuchoka katika safari kwa yale tunayokutana nayo chini ya jua. Kuna kuchoka. Kuna habari unakutana nazo ambazo zinakuvunja moyo. Kuna mambo ambayo unakutana nayo katika safari ambayo yanakuchosha. Unajiuliza niliitwa au sikuitwa? Unajiuliza hii ndio wokovu? Wakati mwingine unalia sana, unakata tamaa. Lakini mchana wa leo, asubuhi ya leo, nataka kuambia jitie moyo katika Kristo. Taabu yako ni ya muda mchache. Ni ya muda mchache. Lakini itadhihirishwa tena baraka ya uzima wa milele. Hatutalia tena. Biblia inasema ya kuwa atakichukua kitambaa na kuyafuta machozi tunayolia. Heri anayelia leo, kwa sababu kesho hatafutwa machozi. Vumilia katika Kristo Yesu. Vumilia katika Kristo Yesu. Hata dhuruba zitokee, hata mambo yabadilike, hata uonekane umechuja, unaonekana dhaifu, lakini moyo wako imarika katika Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tujitie nguvu katika Kristo. Tusome katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 15 na mstari wa 52. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tutabadilishwa ili tuondolewe mwili wa kufa. Huo mwili unabeba rafiki yangu, hata kama uvae sipere, hata kama uvae suti ya mamilioni,
hata kama ufanye nini, hata uingie sijui wapi, uende wakubadilishe mwili ugeuke kijana na ulikuwa mzee, hata waongeze maumbile, wafanye nini, huo mwili ni wa kufa. Najua siku hizi watu wamebadilisha mwili kabisa. Naona mtu alizaliwa manake mdogo, akwambia Mungu bwana, mwijiji hatutaishi hivi. Mtu mwingine alikuwa anasema hivi, siwezi ishi kwa hii mtaa, hizi mitaa za Nairobi mimi niishi hivi. Niishi kama mbao. Hapana. Lazima niongeze. Hiyo watu wanaenda wanaongeza kabisa. Siku hizi ni kujitakia tu, kukua tu hivyo vile huko. Unaweza ongeza hata kilo 10, kilo 5. Udana mtu mzee kabisa. Yeye ameenda tu, amevutwa huku kutoa mafinyanzi. Lakini huo mwili hata kama ubadilishe haje, ni mwili wa kufa. Ndio maana tosheka na vile huko. Kama Mungu alikuumba kimbao ili mradi alikupatia cha kukalia, kalia tu hicho. Kalia tu. Sili mradi ni kukaa tu. Akalia tu. Jua atakiwa kubwa ni akukalia tu. Bwana asifiwe. Nyingine ni kubwa, nyingine cheza. Ni mwili. Na huo mwili ni wa kufa tu. Bwana asifiwe. Sasa wewe uko unajiongeza kilo 5, 10. Shauri yako. Kwa sababu miaka inapoendelea, uzito utalemea magoti. Magoti itaanza kushindwa kutembea. Utaanza jishindo, unaanza kupeleka moyo, unaipeleka huku, ingine unaisukumia, kunaambia jamani, ni nani aliyeniambia kikue hivi? Bakia vile Mungu alikuumba, kwa sababu kila kitu kina madhara. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo Biblia inasema hivi, tutabadilishwa mwili huu wa kufa, tuvae mwili usiokufa. Bwana asifiwe. Tutabadilishwa. Kwa hiyo tegemea kubadilishwa. Mwambie Bwana nisaidie. Kuingia kwangu kanisani isiwe kazi bure. Kuhubiri kwangu isiwe kazi bure. Hakuna kitu kibaya tunahubiri injili, halafu tukawa watu wa kukataliwa. Itanifaidi nini leo? Nipate kila kitu, heshima nini, lakini nikose ufalme wa Mungu. Kwa hiyo tunaendelea kumwambia Mungu atusaidie. Hatujafika bado. Sisimami hapa nikikwambia nimefika, lakini bado nakaza mwendo kuichuchumilia mede ya mbinguni. Kumwambia Bwana nisaidie katika safari hii. Nisaidie kwa sababu wengi walianza lakini hawajafika. Wengi wamekatia safari yao njiani. Tuliwaona watumishi wa Mungu wengi ambao waliitishwa na jina la Bwana, lakini majaribu ilipoinuka wakaiacha imani, wakauacha msalaba. Na leo ukiwatazama unasikia roho inauma. Kwa hiyo hatutawahukumu, lakini tuwaombee ili Bwana akawainue tena na kuwasimamisha tena katika ufalme. Bwana Yesu asifiwe. Unajua Biblia inasema angalisho wewe uliyesimama usije ukaanguka. Kwa sababu aliyesimama ndo anaangukaka. Aliyesimama ndio mwenye wanawindaka. Hawatawinda aliyekaa chini. Mpendwa, kama unajua umesimama, uko vitani. Uko vitani. Na hautajipiga kifua kwa sababu umesimama. Lakini tunaendelea kumwambia Bwana tushike mkono. Kwa sababu dunia hii hawezi
jipiga kifua. Hawezi. Kwa hiyo Mungu atusaidie. Biblia inasema tutavaa mwili usio haribika. Taangalia sababu 4 kwa nini kanisa linyakuliwe. Sababu ya kwanza, kwa yule ambaye anaandika, ambayo kwa nini kanisa linyakuliwe, ni kuwaepusha na dhiki kuu inayokuja katika ulimwengu. Kwa hiyo sababu kubwa ya kanisa kunyakuliwa, Yesu kuwachukua watakatifu, Yesu kuchukua bibi harusi, ni kumuepusha bibi harusi wake katika dhiki kuu ambayo inajilia dunia. Bwana Yesu asifiwe. Dhiki kuu inakuja. Tasoma katika kitabu cha Mwanzo sura 18 na mstari wa 25. Mungu haui au angamizi wenye haki pamoja na wenye dhambi. Lazima Mungu aweke utenganifu. Hasha ifanye hivyo, amuue mwenye haki pamoja na muovu. Mwenye haki awe kama muovu, hasha. Hasha. Mhukumu ulimwengu wote asitende haki. Rudilia ile andiko. Hasha usifanye hivyo. Hasha usifanye hivyo. Ukamuua mwenye haki pamoja na muovu. Ukamuua mwenye haki pamoja na muovu. Mwenye haki awe kama muovu. Mwenye haki awe kama muovu. Hasha. Hasha. Hapana. Mhukumu ulimwengu wote asitende haki. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sababu kubwa ya Yesu kuja kuchukua kanisa ni kumuokoa bibi harusi kwa dhiki kubwa ambayo inajilia ulimwengu. Bwana asifiwe. Baada ya kanisa kunyakuliwa, kunaanza mkiki. Bwana tusaidie sana. Kwa hiyo mwenye haki lazima kwanza achukuliwe. Bibi harusi lazima ahifadhiwe, asife wala asipitie dhiki kuu ambayo inajilia ulimwengu. Ndiyo maana sababu ya kwanza kanisa kunyakuliwa ni kwa sababu Mungu anataka kutuepusha na dhiki kuu ambayo inajilia ulimwengu. Bwana asifiwe sana. Sababu nyingine tunaendelea. Kwa hiyo moja tutasoma katika kitabu cha Waebrania 11 na mstari wake wa 7. Waebrania 11 mstari wa 7. Kwa imani Nuhu akiisha kuonywa na Mungu katika habari za mambo yasiyoonekana bado, kwa jinsi alivyomcha Mungu, aliunda safina apate kuokoa nyumba yake, na hivyo akahukumu makosa ulimwengu. Amen. Bwana asifiwe. Mungu hakutaka kumaliza Nuhu. Acha nikwambie, tunaweza kutembea sote, tunajiita Wakristo wote, lakini Mungu anawajua walio wake. Mungu anawajua walio wake. Na kwa sababu Mungu anawajua walio wake, Biblia inasema ya kuwa Mungu anawatenganishaga. Hawezi kumuua mwenye haki pamoja na mwenye ambaye asiye na haki. Kwa hiyo Biblia inasema ya kuwa Mungu akazungumza na Nuhu. Jenga safina, waambie watu mvua itanyesha, watu watengeneze maisha yao. Watu walijua tu ni habari za story.
Walijua ni kama vile tunaishi leo. Watu hawakujali. Lakini Biblia inasema ya kuwa Nuhu aliendelea kuhubiri na huku anatengeneza safina. Lakini siku ilipofika, Mungu akaokoa Nuhu na familia yake, akawaingiza kwenye safina. Biblia inasema Mungu akafunga mlango wa safina. Na watu waovu wakaangamia na maji. Acha nikwambie, ziki kuu inakuja, na inakuja kwa wale watu ambao wamekataa kutembea na Yesu. Bwana asifiwe. Unajua wakati tunazungumza hivi unaona ni story. Sio story. Juu ukiangalia dalili zote zimetimia. Zote zimetimia. Inayobaki ni kanisa kunyakuliwa tu. Inayobaki ni kanisa kunyakuliwa. Kama ni injili, Biblia inasema injili itazungumzwa dunia nzima. Kila mahali injili imezungumzwa. Ukikataa kanisani utaisikia kwenye radio. Ukikataa kwenye radio utaiona kwenye TV. Ukikataa kuna mtu tu pembeni yako ataongea habari za Yesu. Ukikataa ujifiche hivi, ufunge masikio, ukiyafungula utasikia tu. Hata kama usikii utaona. Kwa hiyo injili imeenea pote. Na hiyo ndo jambo la mwisho, injili kuenea dunia nzima. Kwa hiyo kile tunabakia sasa ni kuja kwake Kristo, kufumba na kufumbua, Yesu atoke. Bwana asifiwe. Kwa hiyo Nuhu akaokolewa. Tasoma kitabu cha Mwanzo 19 na mstari wake wa 15. Mungu hawaui wateule pamoja na wasio haki. Hapana, anawatengaga. Mungu anapenda watu wanaompenda. Ukimpenda Mungu, Mungu atakupenda. Ukimkaribia Mungu, Mungu atakukaribia. Mwanzo 19:15. Hata alfajiri ndipo malaika wakamuhimiza Lutu wakisema, ondoka, mtwae mkeo na binti zako wawili waliopo hapa, usipotee katika maovu ya mji huu. Bwana asifiwe. Hata asubuhi malaika wanamwamsha huyu papa Lutu pamoja na familia, wanasema amka uondoke, kwa sababu usije ukaangamia na hawa waovu. Na siku hizo Sodoma na Gomora watu walikuwa kwenye hali ya starehe nyingi. Ingawaje saizi tunapita hata Sodoma na Gomora. Maovu yaliyo leo ni zaidi kabisa na yale ya Sodoma. Kwa hiyo Sodoma watu walikataa kumwabudu Mungu. Sodoma watu wakaanza kupendeana, wanawakiana tamaa, mwanaume kwa mwanaume, mwanamke kwa mwanamke. Mungu hakuumba mwanaume na mwanaume ili wawe kitu kimoja, au mwanamke kwa mwanamke. Unapoanza kusikia hisia ya jinsia moja, nenda kwa Mungu, mwambie Mungu, nakataa hii roho katika jina la Yesu. Kwa sababu sio mpango wa Mungu. Sio mpango wa Mungu. Kwa hiyo Mungu alipoangalia Sodoma, watu wamewakiana tamaa. Wanaume kwa wanaume, wanawake kwa wanawake, manake ni huku na kule. Unakutana mwanamke yuko kuvaa kisuti hivi, anakuja na oa mwenzake mwanamke. Mungu akasema sitaendelea kungangana na mwanadamu, niliyemtengeneza mwenyewe. Kwa hiyo anamwambia Lutu, ondoka, kwa sababu ninaenda kuunguza mji huu. Biblia inasema ya kuwa alipowatoa na kaambia
msitazame nyuma. Ndio mara nyingi kinachotufanya kushindwa ni kutazama nyuma. Nilikuwa na marafiki zangu, tulifanya michezo hivi na hivi, tulifanya hivi na hivi, alafu unageuka unataka kwenda nyuma. Lakini Mungu anamwambia Lutu, mnapoenda msiangalie nyuma tena. Unapopokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, sitazame nyuma, endelea mbele. Juu kuna watu wengine wanamlaumu Mungu, siku nilikuwa sijaokoka, nilikuwa napataga mafranga, nilikuwa napata malare, siku nilikuwa sijaokoka, watu walikuwa wananipenda, siku ambayo nilikuwa sijaokoka, nilikuwa na starehe zangu, nikipita huko wananiambia kss. Lakini siku hizi hakuna hata kuniambia kss. Usiangalie nyuma. Bwana asifiwe. Acha kutazama nyuma. Nyuma hakuna kitu chako, lakini tazama mbele, ndio kuna baraka za maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mke wa Lutu alisikia kelele. Watoto wanamshika, anambia tuendelee mbele. Nasikia kelele nazafika. Mungu alituambia tusiangalie nyuma. Ule mama hakusikia. Akageuka nyuma. Alipogeuka akawa jiwe la chumvi. Angalisho, usiwe jiwe la chumvi. Bwana Yesu asifiwe. Kama umeamua wokovu, ng'ang'ana na wokovu. Wawe wanakuitaka, wawe hawakupendaki tena. Wawe kama ulikosa tena pesa au soko, kubaliana na hiyo, kubaliana nayo. Wewe ng'ang'ana na mbele. Lakini usirudie tena nyuma. Unajua tukikuwa sisi mahali tunakunywa moja baridi moja moto, tunakuaga na mastori zetu na upendo mwingine, lakini leo nimeingia kanisani hakuna upendo. Wewe ng'ang'ana, angalia Yesu mwenye kukupenda, usiangalie mwanadamu. Jua Yesu ndio anakupenda, mwingine hawezi kukupenda. Hata tunajaribu kupenda uongo, lakini mwanzilishi wa upendo wa kweli ni Mungu. Usikose kuendelea wokovu asema hawanipendi, bali nisema, balifanya hivi na hivi, leo naacha kanisa. Wewe unaacha na wengine wanaendelea. Hawa kina Lutu na watoto wake wanaendelea, lakini mke ameamua kugeuka nyuma. Hawakung'ang'ana naye, waliendelea mbele, akabaki. Kwa hiyo wewe ng'ang'ana na Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu hawezi kumhukumu mwenye haki pamoja na ambaye sio mwenye haki pamoja. Lazima awatenge. Ndio maana kanisa litakuja kunyakuliwa, kwa sababu ya Mungu atuokomboe na ziki kuu. Kitabu cha Hesabu 16 na mstari wake wa 20 iko na maneno marefu sana mpaka 35, lakini we soma mahali pamoja tu nitakwambia simama. Hii maandiko nimekupatia kwa ile sababu ya kwanza ambayo ya kanisa kunyakuliwa. Ni Mungu kukomboa kanisa na ziki kuu. Hata ruhusu mwenye haki kufa pamoja na mwenye dhambi. Kisha Bwana akanena na Musa na Haruni na kuwaambia, jitengeni nyinyi mkaondoke kati ya mkutano huu, ili nipate kuangamiza mara moja. Nao wakapomoka kifudifudi, wakasema, Mungu, Mungu wa roho za wenye mwili wote, je, mtu mmoja atafanya dhambi nawe utawakasirikia mkutano wote? Soma hapo 35. Ruka hapo 35. Kisha moto ukatoka kwa Bwana ukawateketeza hao watu 250 waliofukiza uvumba. Kisha Bwana akanena na Musa na kumwambia, mwambie Eleazari mwana wa Haruni kuhani avitoe vile vyetezo hapo penye moto, akaumwage huo moto kule, kwani vitakatifu. Bwana asifiwe. Hapa tunaona habari za Musa. Mungu anawaambia wajitenge. Na kina Kora walikuwa wamemuasi Mungu.
Bwana anawaambia jitengeni nao. Mungu hapendi tuungamane na watu ambao wanaishi maisha yasiyompendeza Mungu. Acha nikwambie. Inaweza kuwa ni rafiki yako sana, unampenda sana, lakini wakati ambapo ameamua kuishi maisha ambayo hayaeleweki, jitenge naye. Jitenge naye. Heri kupoteza urafiki, undugu, lakini uwe pamoja na Yesu. Asema hao watu wamemwasi Mungu. Wamefukiza mauvumba kwa miungu mingine. Wamejiinua. Mungu anasema jitengeni nao. Na walipojitenga, Mungu akamamaliza. Udongo ukafunguka, ukawameza wote waovu, wakafungwa. Kwa hiyo sababu ya kuja kwa Yesu kunyakua kanisa ni kwa sababu ya kutuepusha sisi na ziki kuu ambayo inajia ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tufurahie sana kwa sababu Bwana anatujali. Yesu anatupenda kwa upeo wa ajabu. Bwana asifiwe. Anatupenda sana. Sababu nyingine ya pili kanisa kunyakuliwa ni hukumu ya watakatifu. Hukumu ya watakatifu. Kitabu cha Wakorinto wa pili mstari wa 5, sura ya 5 na mstari wa 10. Biblia inasema kwa maana imetupasa sisi sote kudhihirishwa mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo, ili kila mtu apokee ijara ya mambo aliyoyatenda kwa mwili, kadri alivyotenda, kwamba ni mema au mabaya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nataka urudilie tena hilo andiko. Unajua sasa hii, sikiliza tu vizuri. Najua bana nyingi usomi Biblia. Kila kitu chote kitadhihirishwa chenye unatenda sahihi. Wewe unakitenda kwa giza, wewe unakitenda kwa mwangaza. Chochote cha unafanya sahihi, utahukumiwa na hicho kitu. Kwa maana imetupasa sisi sote kudhihirishwa mbele ya kiti. Nataka uende vizuri vina. Nataka uende uko na vizuri ili tukusikie. Kwa maana imetupasa sisi sote kudhihirishwa mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo. Sisi wote tutadhihirishwa mbele ya kiti cha Kristo. Sisi wote tutadhihirishwa. Ili kila mtu apokee ijara ya mambo aliyoyatenda kwa mwili. Ili kila mtu apokee ijara au apokee thawabu ya kile ulichokifanya wakati ulikuwa na huu mwili. Uwe ulikufaka, utasimamishwa mbele za Mungu. Uwe mzima, utasimamishwa mbele ya Mungu wakati kanisa linanyakuliwa. Sasa hii itakuwa kwanza ni ya watakatifu ndio watanyakuliwa kwanza. Juu waliokufa wakiwa kwenye dhambi watabakiaga kwenye makaburi. Lakini wakati Yesu anakuja, wale watakatifu ndio watavikwa mwili mpya. Usizania sema mwenye amekufa kwenye dhambi na yeye atanyakuliwa. Hapana, hanyakuliwi. Wanaonyakuliwa ni wale waliokufa katika Kristo Yesu. Alafu na wazima watabadilishwa. Sasa Biblia inasema ya kuwa baada ya mambo yote kanisa limeshuka. Baada ile miaka 7 watu wameshuka. Tunakuja na Yerusalemu mpya, tunakuja kutawala. Baadaye ya kila kitu, waliokufa kwenye dhambi nao watafufuka. Wote watafufuka sasa. Kwa hiyo hii turu yenye Yesu iko nakuya ni wa Kristo tu waliotembea na Bwana.
Waliooshwa nguo zao na damu ya Yesu ndio wataenda kwanza. Watawaacha wale watu wenye walikuwa wanaishi maisha yao haeleweki, wanabakia makaburini. Lakini wateule wanajikunguta, wanajipata wameenda. Bwana asifiwe. Kadri alivyotenda, kwamba ni mema au mabaya. Kadri alivyotenda, kama ni mema au ni mabaya. Sasa hapo ndo kuna kile kipimo. Mwimbaji mmoja anaimba anasema kuna balance. Hiyo kipimo hicho. Sisi hatubebi kipimo. Mimi nahubiri tu, sina kipimo. Sina kipimo. Usinilaumu, usiseme Pastor Esa. Sina kipimo. Lakini kipimo anacho Mungu mwenyewe. Biblia inasema siku hiyo kila mmoja atasimama peke yake. Siku hiyo hakuna kuteteana, hakuna kusema tunalaumiana. Lakini siku hiyo kila mmoja atatoa hisabu ya kile alichokitenda kwenye mwili, kama ni mema au ni mabaya. Hapa hiyo siku hatutalaumianaka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mwanadamu hana kipimo. Au mimi mhubiri sina kipimo. Naomba unisikilize vizuri, sina kipimo hata kimoja. Siwezi kukuhukumu. Atakaye hukumu ni Mungu peke yake. Mimi niko hapa tu kusema maneno tu ya Mungu. Jua hata chenye niko naongea hapa kitanihukumu mimi, kitakuhukumu na wewe. Kwa hiyo ninapohubiri sihubiri mtu. Hata mimi mwenyewe niko miongoni mwa hayo mahubiri. Bwana Yesu asifiwe. Basi tukijua hofu ya Bwana, twawavuta wanadamu, lakini tumedhihirishwa mbele za Mungu, nami natumaini ya kuwa tumedhihirishwa katika dhamiri zetu pia. Bwana asifiwe. Sasa hii wakati tutakaponyakuliwa tunakwenda mbinguni. Naona muda wangu umeenda, ninamalizia na hii Jumapili ijayo nitaendelea. Wakati tutakaponyakuliwa, hukumu ya watakatifu itafanywa, na sisi watakatifu tutahukumiwa. Miaka 3.5 tuko kwenye meza pale na mwana kondoo, tunakula pamoja na Yesu vinono, tunamuona Yesu, tunamfurahia, tunamshangilia pale mbinguni, tunacheza kama ndama, tunarukaruka, tunafurahi sana kwa kumuona Yesu. Baada ya miaka 3.5 inakuja sasa hukumu ya watakatifu. Na ile hukumu ya watakatifu, jinsi ninavyosimama hapa, nitahukumiwa kwa kazi niliyoifanya. Umeingia mbinguni, sawa, kwa sababu ulioshwa na damu ya Yesu, umetembea na Mungu. Lakini kazi zetu zitapimwa. Bwana Yesu asifiwe. Kila kazi unayoifanya ya Mungu haiendi bure, mpendwa. Siku hiyo tutapita kwenye moto. Watakatifu watapita kwenye moto. Na ule moto, wengine nguo zitachomwa pale, wengine watang'ara kama vile jua. Siku hiyo itakuwa ni siku ambayo furaha kwa wengine. Wengine wanasema hii kazi yote nilifanyaga, kumbe kataji kenye mimi wanapata kadogo kapata hivi. Ni kile chenye wewe ulitenda. Na ndio maana mpendwa, fanya kazi kwa bidii, usiangalie mtu. Tumikie Mungu kwa nguvu. Upate, ukose, ng'ang'ana na Mungu, kwa sababu siku ile ya hukumu ya watakatifu, tutakapopimwa, kazi yako isiungue, kazi yako isimame. Bwana asifiwe. Kujitoa kwako usizanie inapita bure.
inaandikwa. Unafunga, unaomba, unakesha, unajitoa, unatoa sadaka, unajenga kanisa. Hatufanyi juu tuonekane. Hatufanyi juu watu waseme tulifanya. Lakini tunafanya kwa sababu siku moja kazi yetu italipwa. Kuna wengine wanalipa, wanaweka mafuta kwenye gari. Wanaweka kila Sunday wako hapa, wanatoka mbali, wanapoteza mafuta, wanachoma mafuta. Lakini watalipwa na Mungu. Unauacha usingizi wako, unaacha blanketi kwa sababu ya Mungu, unajitoa, utalipwa. Utalipwa. Wengine anakuja anabeba mtoto huko kwenye baridi kali, anamwambia mtoto wangu, kama utaumwa kifua shauri yako, lakini twende tukamwabudu Mungu, hatutalala, twende kanisani. Utalipwa. Utalipwa. Kwa hiyo kwa kila kitu tunachokifanya kwa sababu ya Mungu, usizanie kinaenda bure. Kienda kiburi. Tumikie Mungu kwa uaminifu, jitoe kwa uaminifu. Simama miguu miwili kwa Yesu. Wakati wa hukumu ya watakatifu utakapopita kwenye huo moto, kazi yako isiunguzwe. Leo watu wanaimba, kesho wanasikia uvivu. Hii kazi kweli Usabato pima kwenye moto itasimama kweli? Leo uko moto, kesho uko baridi. Sinyo zile makazi za kuunguzwa hizi. Kazi ya Mungu ni ya kujitolea, liwe liwalo, usiku au mchana. Biblia inasema tutahubiri wakati unaofaa na wakati usiofaa. Kwa hiyo kuna wakati wa kucheka, kuna wakati tutakwazwa. Lakini wakati unakwazika sio wakati wa kuacha, unaendelea. Lakini mtu akiguswa hivi anaacha, anasema Mungu nabiacha, unabiacha. Acha, wengine wanaendelea mbele. Kwa sababu wanajua kile wanachokifanya. Juu mimi nikiacha saa hizi, hii miaka yote nimekaa niko nahubiri injili jamani. Alafu nibiache saa hizi juu asema mtu alinikwaza. Mtu alinisema. Mtu alinikatala. Mtu alifanya hivi na hivi. Nibiache. Na biache. Si mimi njoo napoteza. Mungu hajapoteza. Mimi njoo napoteza. Ukijua ni nani aliyekuita, liwe liwalo, wakupende wasikupende, ng'ang'ana na Yesu. Watu kadhaa wakajiunga juu ya Paulo, wakasema lazima tumngangamize, lazima tumuue. Lakini jinsi Paulo anaendelea kuhubiri, wanamchungia kummaliza, lakini hakuacha, aliendelea mpaka dakika ya mwisho. Paulo aliendelea, hakuacha msalaba. Unaachia nani msalaba? Unadhania tuliitwa tu tucheke au tuliitwa tu tufurahie watu watupigie makofi? Kuna wakati hawatatupigia makofi. Kuna wakati watakuzomea, kuna wakati watakudharau, lakini pambana, endelea. Piga moyo konde, fuata Mungu. Bwana asifiwe. Si kila siku ni maisha ya starehe tu. Kila siku watakwambia nakupenda, we ni mzuri, we sijui hivi na hivi, umefanya vizuri. Kuna wakati watakwambia umefanya makosa. Kuna wakati watakusingizia nabii yenyewe haujafanya. Kuna watu watakukataa. Kuna watu watakutenga na wewe. Lakini endelea na Yesu, ukijua ya kuwa mwisho pale kuna taji tumeandaliwa. Kuna taji tumeandaliwa. Kwa hiyo Mungu awabariki.